wawili tumepata bahati, tumeingia kwenye kitabu cha makaidi tumefunguliwa shtaka la ugaidi kwamba tunafanya ya kwenda kununua silaha hatimaye kushambulia majengo ya serikali na viongozi. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa Mungu ametupandisha daraja. Kwa nini naweza kusema kwamba labda tulikuwa kwenye mateso? Hapana, tunatumikia Mungu. Kasimu wako watu wangapi? Mbona hawakupewa hizi kesi? Kwa nini tupewe sisi wawili tu kesi ya ugaidi? Daraja tumepandishwa na Mungu. Ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Mnachoona hivi tumekaa, hakuna aliyekula ugali wa jela tangu tumeondoka. Tunaletewa chakula mpaka watu wanashangaa, wanasema, na tumetoka mule, wengine wanasikitika kwa sababu hizi kilikuwa inapitia kitu hawapati. Kwa hiyo kwa haraka kwa kweli sisi tubaki huruma nyingi mlioko. Kuna kile chakula kwa hiyo tulipata faraja, lakini hayo yote yamefanywa na nyinyi wananchi na familia ya Chadema, lakini yakiwa yamesimamiwa na viongozi wa Chadema ngazi zote, kuanzia kata, tawi, wilaya, jimbo, mpaka ngazi ya mkoa, mpaka ngazi ya taifa, kama alivyowaambia. Ndugu zangu, huyu aliyesimama hapa, huyu ni wengi tu huwa hamwangalii kesi ya Tundu Lissu. Huyu ni miongoni mwa wale mawakili mahiri wa Tundu Lissu. Huyu ametoka Dar es Salaam kwa ajili ya kesi yetu, amefika leo na Mungu amefungua milango. Tukisimama hapa ni mwa wa kwetu. Huyu ni mwa wa kwetu. Wakati bado tuna nani, nilikuwa nimemuomba aje agombee ubunge. Huyu ndio mwanasheria machachari, anaitwa Dickson Matata, amezaliwa Nyakitonto. Kwa yote na yote vile mawakili wetu na mwingine alikuwa Nyakitonto. Kwa hiyo wote, mmoja wa Nyakitonto, wawili wa Nyakitonto, mwingine wa Kibondo. Kwa hiyo tulikuwa na mawakili mahiri watatu ambao wamefanya kazi yao vizuri, na hii kazi inafanyika, hakuna senti tano hata ya kwetu tuliyotoa. Yote hiyo ni gharama ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo Mungu Chadema la Mungu. Nizungumze tu, kuna watu wamefanikisha kwa kiasi kikubwa. Mnawaona hawa makamanda wawili. Huyu anaitwa Budida, kwao ni Janda. Huyu ni mtu wa Nyarubanda, anaitwa Noah. Hawa ndio walikuwa wanahakikisha wanawasiliana na viongozi wengine, tunapata chakula cha kila siku. Pale gerezani kuna mahali wanafikia watu walikuwa wanauliza hiki chakula, magereza wanauliza hiki chakula wanakula watu gani? Kumbe tunakula sisi wahuni. Kwa hiyo tumefarijika sana, na ndio maana mnaona Fana alivyoondoka ndivyo amerudi. Mimi nilivyoondoka mbavu mbili ndivyo na wala hakuna kilichopungua. Kwa hiyo tulikuwa kama nyumbani. Sasa niwape nafasi Brida na huyu bwana watoe shukrani. Asanteni sana.